Sports Club hapo kesho siku ya Jumapili anajitupa tena uwanjani. Wako pale Dodoma dhidi ya Tanzania Prisons, watavana nao. Na taarifa njema ni kurejea kwa golikipa wake Yakub Mohamed, golikipa namba 1 pia kikosi cha timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, ambaye pia alipata majeraha katika michuano ya AFCON na akakosa nafasi ya kucheza katika kikosi hicho. Amerejea kikosi cha Simba baada ya kuwa nje kwa kipindi kidogo. Na urejeo wake moja kwa moja, ushindani wa namba ni mkubwa. Yuko pale Jibril Kasari ambaye amesajiliwa katika dirisha dogo la usajili, yupo Hussein Abeli, lakini Pimpin Kamara bado na yeye hajatengemaa kurudi tena katika kikosi cha Simba. Urejeo wa Yakub una faida gani kwa klabu ya Simba sofa sasa hivi katika michezo yake ambayo anaelekea, lakini pia katika mchezo wa dabi, lakini pia ushindani wa namba wa Yakub dhidi ya Jibril Kasari na Hussein Abeli sasa hivi, ana hiyo nafasi tena kurejea katika namba 1 kama golikipa wa Simba? Kwanza Yakub ana kazi kubwa ya kwenda kurejea tena katika kikosi cha Simba cha kwanza, kwa sababu ukiangalia Jibril Kasari ni miongoni mwa walinda mlango ambao ameingia kwa muda mfupi na amejaribu kuonesha ubora wake. Mara kadhaa amekuwa nominees katika saves bora katika michuano ya CAF. So far utagundua kwamba ni standard na daraja la juu kabisa ambayo yuko nalo Jibril Kasari. Ukiacha hivyo, Yakubu ni mlinda mlango ambaye hajapata muda wa kutumika na kocha mkuu kwa maana Steven Becker kwa sasa. Ikumbuke kwamba kipindi ambacho anajiunga Steven Becker na kikosi cha Simba, Yakubu alikuwa zake kama sikosea alikuwa zake Morocco katika michuano ya AFCON, na alivyorejea hapa nchini Tanzania alikuwa na majeraha, kwa hiyo hajapata pia nafasi. Lakini ukimwangalia Jibril Kasari moja kwa moja, imani ya benchi la ufundi ipo zaidi kwa Jibril Kasari kuliko kwa Yakubu Suleiman, japokuwa sisi ambao tunamfahamu Yakubu, yes, ni mlinda mlango mzuri, na ukijaribu kuangalia namna ambavyo amekuwa akicheza Yakubu na namna ambavyo anakuwa anacheza Jibril Kasari, hawana tofauti sana. Miongoni mwa walinda mlango wazuri kwenye kufanya save, ni miongoni mwa faida ama ni miongoni mwa ubora ambao wako nao, lakini footwork yao imeonekana kuwa chini wote wawili. Kwa hiyo ni miongoni mwa walinda mlango ambao wanafanana zaidi character na hata ubora. Kama utawachukua sasa hivi ukijaribu kuweka kwenye mzani, kama 50 kwa 50 inaweza inadumu hivyo. Lakini pia mimi nadhani kwa Yakubu kwa Keni ndio kazi ngumu ya kurejea kwenye kikosi, kwa sababu tayari binafsi naiona namba yake kwenye kikosi cha Simba imepotea. Yeah. Ukitazama namna ambavyo Yakubu anavyocheza akiwa na kikosi cha Simba kabla hajaumia, ni golikipa mzuri, lakini pia na mapungufu yake mchezoni. Amekuwa akikomiti makosa baadhi ambayo halimu timu. Sasa hivi ushindani wa namba ni mkubwa. Anapaswa kufanya nini hasa Yakubu, lakini pia maeneo gani ambayo binafsi anapaswa kuboresha ili hakikishe kwamba anapata namba chini ya coach Steve Becker? Kwanza aboreshe kwenye footwork, kwa sababu ukishajua udhaifu wa mwenzako, wewe ndio unabidi utumie udhaifu. Na ubasi udhaifu wa Jibril Kasari ndio udhaifu wa Yakubu. Sasa ni namna ambavyo unaweza kujitune, kujitoa katika sehemu moja kujipeka katika sehemu nyingine. Yes, Kasari footwork yake ni mbovu na mimi footwork yangu ni mbovu. Sasa mimi naanza kufocus kurekebisha footwork yangu ili mradi niwe na kitu bora zaidi ya ndani ya Jibril Kasari. Kwa hiyo utagundua kwamba kuna baadhi ya vitu anapaswa Yakubu sasa aanze kuvibadilisha, lakini pia aache kucommit makosa ambayo amekuwa akiyafanya. Kuna nyakati kuna makosa kadhaa amekuwa akiyafanya, lakini pia anapaswa kuongeza utulivu. Miongoni mwa kitu kikubwa ambacho sasa hivi anaonekana kuwa nacho Jibril Kasari, alafu ukirudi kwa Yakubu kama kimepungua kidogo, ni utulivu. Jibril Kasari ana footwork nzuri, lakini ni mtulivu akiwa anampiga pasi fupi. Kwa nyakati anajitahidi kupiga pasi ndefu, japokuwa bado hana ile footwork ambayo kimsingi unaweza kusema yes, huyu anataka kumrudisha mpira sasa hivi hakuna lolote ambalo linaweza likatokea. Kwa hiyo miongoni mwa sehemu ambazo Yakubu labda anapaswa kuboresha ili mradi aweze kupenetrate kwa mara nyingine tena kwenye kikosi cha kwanza cha Simba ni kurekebisha footwork yake. Akisharekebisha footwork, pia aongeze utulivu katika rango. Anapokuwa rangoni, unapokuwa mlinda mlango, lazima ucheze kwa mamlaka. Yes, mimi ni golikipa hapa, si ndio? Uwe na mamlaka katika rango. Lakini pia uzuri wa Yakubu ambacho kitu anacheza kumzidi Jibril Kasari, Yakubu ni mzuri kwenye kuzungumza, na kuna nyakati tunamwona na kaida anafoka na anapiga makofi, bibi chezeni. Lakini kwa Jibril Kasari ametulia, ni vitu tofauti. Ni mlinda mlango, utagundua kwamba yes, Kasari ukijaribu kumchukua na Yakubu hapo katika level moja, lakini wanazidiana baadhi ya vitu vidogo. Ukiangalia utulivu, Kasari ilipo juu zaidi ya Yakubu, lakini ukijaribu kuangalia issue ya kupanga safu ya ulinzi na kuhamasisha ulinzi, utamuona Yakubu
yupo juu ya Kasawa. Kwa hiyo wanapishana vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo sasa kwenye issue ya kuwa na mchezaji ambaye mnalingana kwa kiasi kikubwa ubora, sasa hapo napaswa sasa kuangalia udhaifu wa mwenzako na wewe kwako uboreshe, ili mradi uwe bora zaidi ya mwenzako, uwe wa kwanza kuliko mwenzako. Shukrani sana Funga Bell. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.